Ni kweli wekundu wa Msimbazi Simba wameshaaga katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika hatua ya makundi kabla hata kukamilika kwa michezo yote sita kwenye kundi lao la D, kutokana na ukweli kwamba hata wakishinda mechi zao zote wao si miongoni mwa timu zitakazomaliza nafasi mbili za juu ili kufuzu kwa hatua ya robo fainali. Ndiyo, ni kwa sababu wekundu wa Msimbazi Simba mpaka sasa kwenye kundi lao la D wamecheza mechi 4, wana pointi 1 tu. Wamefunga mabao 3, wameruhusu mabao 6. Kwa goal difference wana hasi 3 katika kundi ambalo vinara Stade Malien wana pointi 8, lakini pia Esperance de Tunis wanashika nafasi ya pili wana pointi 6. Petro Atletico ya Angola wana pointi 5. Jambo ambalo linawafanya Simba wawe na kibarua cha kucheza ili kwanza kutimiza ratiba, lakini pili ambalo ndilo muhimu tunataka kulizungumza hapa ni kuhakikisha kwamba walau haimalizi mkiani. Inaondokana na aibu ya kuwa miongoni mwa timu zilizoonyesha kiwango kibovu katika michuano hiyo ya ligi ya mabingwa barani Afrika hatua ya makundi kwa mwaka huu, kwa msimu huu 2025 2026. Kitendo chake cha kuwa na pointi 1 mpaka sasa kinaifanya Simba miongoni mwa klabu 16 zinazoshiriki hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika wao kuwa na idadi ya pointi sawa na timu ya mkiani. Yani wao wanashika nafasi ya pili kutoka mkiani kwa sababu tu ya uwiano mzuri wa mabao ya kufunga na kuruhusu, endapo utazipanga katika namna ya kupungua descending order, kutoka inayofanya vizuri sana mpaka ya mkiani, kutoka kwenye makundi yote. Note, ndugu mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, CAF hawana utaratibu huu kwamba timu zote za kwenye makundi yote manne A, B, C na D kuziweka pamoja alafu kujua ipi imefanya vizuri zaidi na ipi ipo mkiani. La hasha, hakuna utaratibu huo kabisa. Lakini ukitaka kujipima kuona timu yako, washiriki wenu katika taifa wamefanya vipi mpaka sasa ukilinganisha na timu nyingine za makundi mengine, utagundua kwamba wekundu wa Msimbazi Simba ni miongoni mwa timu ambazo walau katika mechi 4 zilizochezwa na kila timu kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika hatua ya makundi, Simba ni dhaifu hali. Ndio ukweli wenyewe, kutokana na namba, kutokana na pointi walizokusanya, na hilo linatokana na kwamba kwenye mchezo wa 4 walitoa sare ya 2-2 dhidi ya Esperance de Tunis baada ya kuongoza 2-2 mpaka mapumziko. Kwenye mechi nyingine 3 zilizotangulia kabla hapo, Simba walipoteza zote. Walifungwa nyumbani na Petro Atletico ya Angola bao 1-0, wakafungwa ugenini na Stade Malien mabao 2-1, lakini pia wakafungwa na Esperance kule ugenini nchini Tunisia bao 1-0. Halafu kwenye marudiano ndio raundi ya 4 ambayo ilitoa sare ya 2-2. Matokeo yake Simba ipo miongoni mwa timu dhaifu zaidi baada ya mechi 4, kwa sababu ni timu mbili za mkiani, yenyewe ipo inashirikiana na Rivers United kwa kuwa na pointi 1-1. Ndio timu mbili tu ambazo zina pointi chache mno baada ya mechi 4. Kwa hiyo Simba, umuhimu wa mechi zilizobaki, mechi itakayocheza ugenini dhidi ya Petro di Luanda ya Angola tarehe 7 na mechi ya mwisho itakayocheza dhidi ya Stade Malien nchini kwenye uwanja wa Mkapa jijini Dar es Salaam, umuhimu wake ni kushinda ni ili kuondokana na aibu hii ya kuwa timu ya mkiani kwenye kundi lake. Hilo la kwanza. Lakini la pili ni ukweli kwamba katika utaratibu wa CAF juu ya viwango vya ubora, ukimaliza mkiani, yani katika nafasi ya 4, hili tumeshalizungumza mara kadhaa kwenye makundi, unapata pointi 1 ambayo ukizidisha mara 5 kwa msimu unaendelea unakuwa na pointi 5 pindi ukimaliza mkiani. Lakini ya pili kutoka mkiani, ambayo tunazungumza timu ya 3 kwenye kundi, inapata pointi 2, ukizidisha mara 5 timu inapata pointi 10 ikimaliza ya pili kutoka mkiani. Kwa zawadi ya fedha zote zinapata dola 700,000 za Kimarekani, ya mkiani na ya pili kutoka mkiani, yani ya 4 na ya 3 kutoka mkiani. Lakini points, huyu anayemaliza wa pili anapata pointi nyingi mara 2 zaidi ya yule anayepata mkiani. Sasa Simba hili nalo ni la msingi sana, kwa sababu ikipata pointi 10 sio sawa na ikipata pointi 5. Ni faida kwake ili kuhakikisha inakuwa bado miongoni mwa klabu 10 bora barani Afrika baada ya michuano hii ya hatua makundi kuhitimishwa, ili zitakazobaki ziendelee mbele, robo finali, nusu finali na finali. Lakini pili, pointi zake ndizo ambazo mchango wake unakwenda katika kapu kuu la ligi kuu Tanzania bara, ikichanganyika na pointi zinazoletwa na klabu nyingine, wakiwamo watani zao jadi Yanga, Azam na Singida Black Stars, ambapo kwa ujumla wake ndizo zinafanya ligi iwe na pointi ngapi. Alafu katika orodha ya ligi 12
ambazo kwa utaratibu wa CAF huwa zinapeleka timu nne kwenye michuano yake ya klabu, Tanzania endelee kuwa juu. Hivi sasa Tanzania ligi kuu Tanzania bara ni ya 5 kwa ubora barani Afrika kwa mujibu wa CAF, ikizidiwa tuna ligi kuu za Misri, ligi kuu ya Morocco, ligi kuu ya Algeria na ligi kuu ya Afrika Kusini. Kwa hiyo sababu hizo mbili ndio kubwa zaidi. Ukiongeza ni pamoja na ukweli kwamba ikiporomoka kwenye viwango vya ubora kwa kumaliza mkiani, halafu watani zao wa jadi Yanga wakamaliza miongoni mwa timu mbili za juu kwenye kundi lao la B, kwa maana kufuzu hatua robo finali, pigo lingine kwa Simba. Itapitwa katika viwango vya ubora na watani zao wa jadi Yanga, jambo ambalo nalo laweza kuwa hamasa kwao kuhakikisha mechi mbili zilizobaki wanashinda zote. Ikipitwa, maana yake Simba mashabiki wao watakuwa na lipi sasa la kuwatambia wenzao wa Yanga. Kwenye ligi kuu Tanzania bara misimu 4 mfululizo Yanga ndio mabingwa, Simba wamekuwa wasindikizaji. Kwenye kombe la shirikisho la benki ya CRDB Yanga ndio wamekuwa mabingwa mara 4 mfululizo, Simba ni wasindikizaji. Kwenye mechi zinazowakutanisha wao, dabi ya Kariakoo, Yanga washaifunga Simba mara 6 mfululizo katika michuano mbalimbali ikiwemo ya ligi kuu Tanzania bara bila Simba kuambulia hata sare wala ushindi katika mechi 6 mfululizo. Iliyobaki mashabiki wa Simba wamekuwa wakiwatambia wenzao kwenye michuano ya kimataifa, ambapo wao kwa sababu wamekuwa wakifanya vizuri tangu msimu wa 2018-19 kwa kiasi kikubwa wamekuwa katika klabu za Tanzania kwenye michuano ya CAF, wao huwa katika viwango vya juu kwa ubora. Sasa wakipitwa na Yanga, maana yake hata sifa hiyo pia watapoteza. Hakika watakosa cha kuwatambia wenzao Yanga, na kwa sababu hiyo wachezaji wa Simba chini ya kocha Steve Becker na wachezaji wake kwa ujumla wanapaswa kufanya cha kufanya kuhakikisha mechi mbili za mwisho wanashinda. Kwa ukumbushia tu, orodha ya klabu 16 bora kwa ufanisi baada ya michezo 4 kwenye makundi zilizochezwa mpaka sasa, kama unazikutanisha pamoja na kuziweka katika orodha, ipi iko juu na ipi iko mkiani, iko hivi. Namba 1 ni Pyramids ya Misri, ambayo yenyewe mpaka sasa kwa pointi ndio imekusanya pointi nyingi kwa sababu ina pointi 10. Namba 2 baada ya Pyramids ni Al Ahly ya Misri, ambayo yenyewe Al Ahly mpaka sasa kwenye kundi lake ina pointi 8, lakini kwa viwango vya ubora kutokana na mechi 4 zilizochezwa, ufanisi kwenye makundi yao kwa pointi walizokusanya, msisitizo huu sio utaratibu wa CAF, ni kwamba yenyewe inashika nafasi ya pili kwa pointi 8. Na ndugu mtazamaji wa Mbwaduke Star Sport Next Level, ipi inakuwa ya juu dhidi ya mwenzake pindi pointi zinapolingana katika utaratibu usio rasmi ni juu ya goal difference, na wakati mwingine kama timu husika zimekutana zenyewe, ipi yenye matokeo bora zaidi. Ya 3 katika utaratibu huu ni Stade Malien ya Mali, ambayo yenyewe mpaka sasa ingali pia ina pointi 8. Malien ya Mali ina pointi 8, inashika nafasi ya 3 kiipanga. Halafu ya 4 ni pamoja na klabu ya Al Hilal Omdurman ya Sudan. Hii inashika nafasi hii ikiwa pia ina pointi 8. Lakini inayoshika nafasi ya 5 baada ya zile 4 ni pamoja na RS Berkane. Hii ni ya Morocco. RS Berkane mpaka sasa tayari ina pointi 7 kwenye kundi lao, ukizijumuisha pamoja inashika nafasi ya 5. Halafu ya 6 ni Esperance de Tunis ikiwa na pointi 6 na inashika nafasi ya 6 endapo unazipanga zile klabu zote 16 bila kujali kwenye makundi yao. Halafu ya 7 ni Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini, ina pointi 5. Ya 8 ni Yanga ya Tanzania, nayo pia ina pointi 5. Alafu ya 9 ni FAR Rabat ambayo pia ipo katika kundi la Yanga ikiwa pia na pointi 5 kama Yanga, lakini tunajua Yanga walishokutana na FAR Rabat wakashinda bao 1-0. Ya 10 ni Petro Atletico ya Angola ambayo yenyewe ipo katika kundi D la Simba, ina pointi 5. Ya 11 ni MC Alger ya Algeria, pointi 4, na ndio maana inakuwa ya 11. Halafu ya 12 baada ya MC Alger ni Saint Eloi Lupopo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pointi 4. Ya 13 ni Power Dynamos ya Zambia, pointi 4. Ya 14 JS Kabylie ya Algeria ambayo ipo katika kundi la Yanga, kundi B, na pointi 2. Ya 15 ndipo hapo unakuta wekundu wa Msimbazi Simba wanashika nafasi hii wakiwa wamekusanya pointi 1 tu, sawa na timu inayoburuta mkia ya Rivers United na pointi 1. Kwa nini Rivers United iko chini kuliko Simba wakati zote zina pointi 1? Simba kwenye mabao imefunga mabao 3, imeruhusu mabao 6, na hivyo ina hasi 3, wakati Rivers kwenye mabao hapa imefunga
bao moja imeruhusu mabao 6, kwa hiyo ina hasi 5, na ndio maana ukizilinganisha na Simba yenyewe inakuwa ya mkiani. Sasa Simba wakishinda mechi hizo mbili, lengo ni kuondokana na aibu hii pia, na kimsingi namna pekee kwa Simba katika mechi dhidi ya Petro ili kuondokana na aibu hii ya kumaliza mkiani kwa matokeo dhaifu ni kuhakikisha inashinda. Yani haitakiwi sare wala kufungwa, ni kushinda, kwa sababu ikitoa sare Simba hivi sasa na pointi 1, ikitoa sare itakuwa na pointi 2. Mechi ya mwisho ikishinda dhidi ya Stade Malien kwa idadi yoyote ya mabao itatimiza pointi 5. Sasa maana yake ni nini? Itakuwa bado iko mkiani hata ishinde mabao mengi kiasi gani dhidi ya Stade Malien. Muhimu ni kushinda dhidi ya Petro. Kwa sababu gani? Wakiwa na pointi 2 baada ya kutoa sare dhidi ya Petro, wakishinda mechi ya mwisho ndio wanatimiza pointi 5. Petro Atletico inaoshika nafasi ya 3 mpaka sasa tayari na pointi 5. Wakitoa sare na Simba siku ya tarehe 7 watakuwa na pointi 6 ambazo Simba hawezi kuzifikia. Lakini kwa Stade Malien wao tayari wana pointi 8. Kwa Esperance de Tunis wao tayari Esperance de Tunis wana pointi 6 ambazo Simba kama ikitoa sare dhidi ya Petro Atletico kule nchini Angola haiwezi kufikia pointi za wenzake watatu kwenye kundi lao la D. Haiwezi kufikia pointi atakazokuwa nazo Petro Atletico pindi wakitoa sare. Hawezi kufikia pointi za Stade Malien ambazo hata sasa ni nyingi kuliko ambazo Simba wanaweza kuzifikia hata wakishinda mechi zote zilizobaki, maana Stade Malien wana pointi 8. Simba maximum point inaweza kufikisha ni pointi 7. Hawawezi kuzifikia pointi za Esperance de Tunis yenye pointi 6 endapo watatoa sare, kwa sababu wao maximum points zitakuwa pointi 5. Cha msingi Anicet Ura, Libase Gay, Eli Mpazo Kibisawala, Jonathan Soa, Selemani Mwalimu, golikipa Jibo, Shomari Kapombe, Nixon Kibabage, viungo akina Yusuf Kagoma, Alassane Maudo Kante, Nabi Kamara na wengine wote wanapaswa kufanya kila wawezalo kuhakikisha wanawapa furaha walau kidogo mashabiki wa Simba, kuwapa furaha walau kidogo wa Tanzania. Nasema walau kidogo kwa sababu hawawezi kwenda robo finali, lakini walau basi wamalize kishujaa kwa kushinda michezo yote iliyobaki, ili mwisho wa siku wasiburute mkia ikibidi, lakini pia kutoonekana ndio timu yenye matokeo dhaifu kuliko zote miongoni mwa timu 16 kwenye hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika kwa msimu huu. Na hasa ukizingatia Simba wakati wanaanza kushiriki michuano hii baada makundi kupangwa na CAF ni miongoni mwa klabu 10 bora barani Afrika. Kwenye kundi lao wao walitoka poti 2. Poti 1 ilikuwa Esperance de Tunis. Sasa Simba ni muhimu kuzingatia juu ya umaliziaji wao katika mechi mbili zilizobaki. Ni kweli hawaendi robo finali, lakini ni vyema wakahakikisha walau basi wanamaliza nafasi ya 3 ama ya pili kutoka mkiani na sio mkiani. Na hata ikiwa hivyo basi iwe kwa pointi nyingi na sio kama pointi walizonazo sasa ambazo ni pointi 1 wanakuwa wao na Rivers United, kwamba ndio timu dhaifu miongoni mwa timu zote 16. Je, itakuwa vipi? Ni swala la kusubiri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.